Kesi dhidi ya vijana watatu wa kundi la Fighting Brutality and Impunity imesukumwa hadi tarehe 27 mwezi huu wa Oktoba, wakati hakimu atatoa mwelekeo zaidi. Patrick Osoi, Jackson Kihara na Hiram Kimathi, ambao walikuwa maafisa wa usalama, wanakabiliwa na mashtaka ya ugaidi katika mahakama ya Kahawa na walivuma kipindi cha maandamano dhidi ya serikali katikati ya mwaka huu. Laban Shaban yuko katika mahakama hiyo na tunaungana naye kwa njia ya moja kwa moja atupashe zaidi kuhusiana na tukio hili au jinsi kesi hii inaendelezwa katika mahakama ya Kahawa. Laban. Shukran sana Ival. Na hali ilivyo kufika katika mahakama hii, muhimu sana kutambua kwamba ni mahakama ambayo inashughulikia kesi za ugaidi. Kwa hivyo watatu hawa nikitaja, umesema ni maafisa, walikuwa maafisa wa usalama. Mmoja afisa wa kijeshi, alafu mwingine ni askari ama niseme polisi. Na Patrick Osoi, afisa wa kijeshi alikuwa, na sasa hivi anataka kuwania urais, amekwisha tangaza. Mwingine ni Jackson Kuria Kihara, ambaye alikuwa askari jela, ni maarufu sana kwa jina Cop Shakur. Ametamba sana kwenye mitandao siku za hivi karibuni akisema hali yake si nzuri na yuko katika hali kama hiyo. Ukifuatilia nitaweza kukupa taarifa hii kwa kina baadaye. Na Hiram Kimathi, ambaye pia amepoteza pia kazi hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu wameonekana kwamba wamekula njama, madai wamekula njama, wanavaa sare za polisi na kwamba hawahudumu ama sare za kijeshi na hawahudumu katika idara hizo za mamlaka za usalama. Na kitu kingine kwamba walikuwa wanadaiwa kwamba wamekaa pamoja na wametengeneza majumba fulani ambapo wanachukua maafisa wa polisi ambao hawajafurahia matukio ambayo yanaendelea katika serikali ya Kenya Kwanza. Na ndio hivyo waingie katika maandamano, washinikize vijana wapinge kile wanachokiita impunity, ukiritimba, kwamba ukifanya mabaya na wewe ni kiongozi hauchukuliwi hatua yoyote, ubadhirifu wa mali, uongozi wenye utepetevu. Vijana hawa wa FBI walisema wanapinga hiyo, na hiyo ndio imewafikisha katika mahakama ya Kahawa hapa ambapo kesi hiyo inaendelea. Kingine ambacho kimetajwa katika mashtaka yao ni kwamba ni vijana ambao wanaonekana kwamba wana nia ya kupindua serikali. Kwa Kiingereza wanasema subversive activities. Kwa hivyo ni kesi hiyo ambayo itasikizwa tena ifikapo Oktoba tarehe 27. Wakati huo ndo kutaamuliwa kama hao watatu watatupwa ndani ama kesi hii itaondolewa. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tunafuatilia Ival, nikiwa hapa baadaye kidogo pia ikifika saa 1 na saa 3 usiku tutakupa miktadha tofauti kuhusiana na taarifa hii. Kwako Ival. Na mzuri kabisa, asante sana Laban Shaban, na bila shaka tutakuwa tukitarajia taarifa hiyo kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu kuu za saa 1 na saa 3.